Nani mbabe kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kutokana na kwamba viongozi hawa wawili wote tayari mahakama ya ICC ilitoa warrant viongozi hawa waweze kukamatwa kutokana na kile ambacho mahakama hii inataja kwamba wamekwenda kinyume na makubaliano ya kimataifa na ukiukwaji wa haki za binadamu na uhalifu wa kivita. Rais wa Urusi aliweza kutolewa warrant ambayo inawataka wanachama katika mahakama hiyo kuweza kumkamata rais wa Urusi ili aweze kufikishwa mahakamani na kujibu kutokana na tuhuma zinazomkabili kutokana na vita ambavyo vinaendelea nchini Ukraine na kile ambacho kilionekana ya kwamba ni ukiukwaji wa haki za binadamu. Lakini jambo la kushangaza ni kumwona rais wa Urusi akisafiri katika mataifa tofauti ikiwemo Marekani na kuweza kuzungumza hadi na rais wa Marekani bila ya kuweza kukamatwa. Vivyo hivyo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anaweza kusafiri na kujielekeza hadi nchini Marekani na kushiriki katika mkutano wa Umoja wa Mataifa asiweze kukamatwa. Lakini jambo ambalo limeibua mjadala katika mitandao ya kijamii ni mkutano huu wa Umoja wa Mataifa ambao unaendelea mjini New York, kumwona waziri mkuu wa Israel akishiriki katika mkutano wa Umoja wa Mataifa huku rais wa Urusi Vladimir Putin hakuweza kutokea katika mkutano huo. Inatajwa kwamba iwapo rais wa Urusi angejielekeza katika mkutano huo, basi kile ambacho kingeweza kutokea mjini New York ni kitendo ambacho kinatajwa kwamba kingebadilisha mustakabali wa ulimwengu, wakati huu ambapo tayari muungano wa BRICS ambao Urusi ni mwanachama. Muungano huu inatajwa kwamba malengo yake ni kutaka kuupiku Umoja wa Mataifa na kuunda umoja mwingine ambao unapinga mfumo huu wa Umoja wa Mataifa ambao unaonekana kukandamiza mataifa mengine na kuunda muungano huu wa BRICS. Hivyo basi Rais Putin kutokuzungumza kuhusu mkutano huu wa Umoja wa Mataifa ni kupuuza na kuwa na imani ya kwamba BRICS katika miaka ijayo itakuwa na nguvu kuliko Umoja wa Mataifa, na huenda Umoja wa Mataifa ukavunjika kutokana na mpasuko ambao umeanza kujitokeza Umoja wa Mataifa na kutuhumiwa ya kwamba unashindwa kusuhulisha tofauti ambazo zinajitokeza huku na kule ulimwenguni. Unadhani ya kwamba ni kitendo cha kuweza kulinganishwa waziri mkuu huyu wa Israel kuweza kusafiri hadi mjini New York na kushiriki katika mkutano wa Umoja wa Mataifa huku rais wa Urusi Vladimir Putin kutoshiriki katika mkutano huo? Tuachie mtazamo wako.